Sehemu ya kwanza ya kufunga, sehemu ya kwanza tangu mwanzo, sehemu ya kwanza kufunga ni chakula. Tangu mwanzo, sehemu ya kwanza unayotakiwa kufunga ni chakula. Sasa chakula unafunga kwa ajili ya nini? Haina maana wewe unafunga chakula eti siri, asubuhi, siku, mchana, jioni, siri. Lakini chakula hicho umekijaza ndani, unasubiri kwa Pasaka, watu wote wanaondoka vijijini waje wale washibe mpaka wagalegale. Haina maana. Huo sio mfungo wetu. Sehemu ya kwanza ya kufunga ni chakula. Kama unafunga chakula kujinyima, maana yake wewe ulizoea kwa mfano kula kilo 2. Unapoamua kwamba nitakula nusu kilo au kilo 1 tu kwa siku, ile kilo 1 inaenda wapi? Au kilo 1.5 inakwenda wapi? Kanisa linafundisha hicho kilichobaki kiende kwa ajili ya wahitaji. Hiyo ndio maana ya kufunga. Kama unafunga chakula, sehemu unayofunga uitumie kwa ajili ya wahitaji, sio kwa ajili ya kujilimbikizia. Kama unafunga wewe umezoea kwa siku kunywa bia 5 kwa siku, mimi lazima nipige bia 5. Nimeamua kufunga na kunywa bia 2 tu kwa siku. Hizi 3 zilizobaki, pesa ambayo ndio mwenyewe bia upeleke kwa ajili ya wahitaji. Kwa ajili ya wahitaji. Sio kwa ajili ya kufanyia kitu kingine. Sio kwa ajili ya kusave bank, kwa ajili ya wahitaji. Huo ndio mfungo. Huo ndio mfungo. Wako watu leo kufunga kwao ni kujilimbikizia. Kwa lazima anafunga na anafunga kweli, anajilimbikizia ya kutosha. Siku inafika ya Pasaka, watu wanakula, wanakunywa, wanagaragara mpaka hakuna ambacho kinaeleweka kwamba tumefungulia. Sio maana ya mfungo. Kwa hiyo kama unafunga, ujiulize tangu umeanza Jumatano ya Majivu mpaka leo, umeshaweka kiasi gani kwa ajili ya wahitaji? Kwa ajili ya wale ambao nao wanahitaji kuona upendo wa Mwenyezi Mungu, umeshaweka kiasi gani kwa ajili ya watu hao? Na mwingine labda anasema mimi labda sina kingi hivyo cha kutoa kwa ajili ya wahitaji. Wahitaji hawahitaji tu vitu ambavyo ni material, lakini tunavyo pia vitu basi tuseme vitu au tuseme kitu gani ambavyo ni vya kihisia zaidi. Wako wazee, wako wagonjwa katika majumba yetu wanahitaji upendo. Jiulize wewe ni mara ngapi umeshindwa kuwapa upendo hao? Sasa kipindi cha Kwaresima waonyeshe hawa upendo. Funga yako iwe kwa ajili ya kujitoa kuwapa mapendo ya dhati hawa ambao hawajiwezi, wale ambao wanaonekana hawana maana tena, wale ambao thamani ya maisha yao imeshuka. Waonyeshe upendo. Wako ambao wana shida ya akili japo hujaumbika, sio jamani? Japo hujaumbika, wako ambao wana shida, wamepungukiwa, wanahitaji upendo. Siku zote wewe umekuwa busy, unaondoka nyumbani, hata ushindi na watu hawa na hakuna cha maana unachokifanya. Shinda nao hawa, nao waone kwamba wana upendo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wako ambao katika majumba yetu kuwapa chakula tunawasokomezea, sababu tukila nao unaona kinyaa. Kaa nao hawa kwa kipindi cha Kwaresima, ule nao ili nao waone upendo wa Mwenyezi Mungu. Ujitoe uwape upendo wa dhati, hawa wasisikie kwamba Mwenyezi Mungu amewatenga, wajisikie kwamba nao wameumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Sasa kuna kufunga na kuacha, usichanganye ya mambo mawili. Kuna mambo hatufungi, kuna mambo anataka kuache katika kipindi cha Kwaresima, kuache. Na tuombe Mungu atukomeshe katika vilema hivyo. Kilema cha kwanza, ulevi. Ulevi hatufungi. Ulevi tunaacha. Sababu
utavuta ulevi. Wewe manake unasubiria kipindi kikiisha unafungulia ulevi wako. Ulevi uache, usifunge. Umbea hatufungi, tunaacha. Kipindi cha Kwaresima uache majungu na umbea, uache. Yaani muombe Mwenyezi Mungu, nisaidie niweze kuachana na kilemba hiki, sio nifunge. Uache. Kuvunja nyumba za watu sio kufunga, uache. Kipindi cha Kwaresima mwambie Mungu, mimi nimeamua nataka kufanya mapinduzi ya kiroho, metanoia, change ya kweli, mbadiliko wa dhati kutoka ndani, na acha. Sio kwamba nifunge, niache. Kingine, wizi uache, sio kwamba ufunge. Wewe kile tunachokiona na kitamani kio cha kwako uibe, uache. Sio kufunga, uache. Kwa hiyo tutofautishe mambo haya mawili, kufunga na kuacha. Yapo la kufunga, na nimezungumzia mathalan unafunga chakula, ufunge kwa ajili ya wahitaji. Ya kuacha uviache. Jambo la pili, kusali. Sasa tunasali kwa ajili ya nani? Sehemu ya kwanza ya kusali, ndugu zangu, tujiombee sisi wenyewe. Wewe ukamwambia mwenzako nguo yako imechafuka kusafisha, kati ya kwako unaona kwanza kabisa ina matope na haifai. Kwanza tujiombee sisi wenyewe. Na tujiombee kwa Kristo mwenyewe. Bwana, kuna moja, kuna mbili, kuna tatu. Naomba unisaidie niweze kukaa imara pengine katika wito wangu, niweze kuondokana na haya na haya na haya. Kuna moja, kuna mbili, kuna tatu. Tusali kwa ajili yetu sisi wenyewe kwanza. Na yako mengi. Kazi yako, afya yako, mahusiano yako. Tusali kwa ajili ya hayo.